ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Mwenye akili alisema aktharuhum lilmauti dhikra, ni mtu ambaye anakumbuka kwamba ipo siku ataachana na ulimwengu huu, ipo siku ambayo malakul mauti atakuja kuitoa roho yake. Huyu ndio mtu ambaye mwenye akili. Ndugu zangu katika imani, khutba yetu ya leo al-istidad li yawm ar-rahil, kujiandaa na safari ya kuelekea kwa Mola wetu. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja anatakiwa afahamu kwamba tupo katika ulimwengu huu kwa muda mfupi mno. Rasilimali yangu na yako ni pumzi yetu ambayo Allah alikuwa ameturuzuku katika mgongo wa ardhi. Ndugu zangu katika imani, aya ya mwisho kuteremka ndani ya Qur'an, aya ya mwisho kuteremka katika Qur'an ambayo Allah tabaraka wa taala anamteremshia mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kupitia kwa Jibril aminul wahy aminus samaa, kama rawa al-Imam al-Bukhari fi sahihi min hadith al-Bara ibn Azib. Aya mwisho kuteremka ndani ya Qur'an, kauli yake Allah, wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ndugu yangu katika iman, ebu itafakari aya hii ambayo ndio ujumbe wa mwisho anaoteremshiwa mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kuhitimisha Qur'an. Aya hii inanihusu mimi na wewe. Allah aliposema iogopeni siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah, tahadharini na siku ambayo mtakayorejeshwa kwa Allah tabaraka wa taala. Lakini sikurejeshwa tu, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha kila nafsi ikalipwa kwa yale ambayo iliyokuwa imeyachuma katika mgongo wa ardhi, hali ya kwamba hatodhulumika yoyote katika maisha haya ya ulimwengu. Ndugu yangu katika imani, ebu ifikirie uzito aya hii. Unaishi katika ulimwengu huu kwa muda uliokuwa mfupi, kisha Allah tabaraka wa taala anakuambia ogopa siku ambayo malakul maut atakuja kutoa roho yako, kisha ukaelekea katika maisha ya barzakh, kisha ukaja ukafuliwa kuja kusimama kwenye mahakama ya Allah. Waja wema walikuwa wametangulia, Ibrahim Taimi rahmatullah alayhi, kwa muktadha wa aya hii anasema shay'ani qati'anni ladhata dunya, mambo mawili yanaondosha kabisa kwangu mimi ladha ya maisha ya ulimwengu. Kila nikikumbuka mambo mawili katika maisha yangu, ladha yote ya ulimwengu inaniondoka. Kila nikifikiria haya mambo mawili, ladha starehe ya maisha ya ulimwengu inaniondoka. Anasema dhikrul maut, nikikumbuka siku ambayo malakul maut anakuja kuitoa roho yangu, naachana na familia yangu, rafiki zangu, mke wangu, mume wangu, watoto wangu, wazazi wangu, majirani zangu. Pale ambapo malakul maut anakuja kuitoa roho yangu, nikikumbuka hali ile, mapenzi yote ya kuipenda dunia inaondoka. Wewe ndugu yangu katika imani, watakiwa uchukue mfano huo, ukijua kwamba unatakiwa ujiandae na safari hiyo. La pili, anasema waluqufu baina yadayhi subhana, kuja kusimamishwa kwenye mahakama ya Allah. Nikikumbuka itakuwaje katika kisimamo hicho cha siku hiyo, anasema ladha yote ya ulimwengu, maisha yote ya ulimwengu, starehe zote za ulimwengu zinaniondoka. Na haya ndugu zangu, ndiyo yale ambayo
mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alinitaka mimi na wewe tuchukue tahadhari ya kujiandaa kuelekea kwa Mola wetu. Rawa al-Imam Ibn Majah min hadithi Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma, anasema Ibn Umar, kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nilikuwa pamoja na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, fajaahu rajul min al-ansar, akaja mtu mmoja katika maansar, faqala ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ayu nasa afdal, nani katika watu aliyekuwa bora katika jamii, nani aliyekuwa mbora? Faqala alayhi salatu wassalam, mtume akasema ahsanahum khuluqa, ni mtu ambaye mwenye tabia iliyokuwa nzuri. Bila shaka mtu huyu anakuwa ni mwema, anakuwa ni bora katika jamii. Faqala ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas, nani katika watu aliyekuwa ana akili? Swali hili nikiulizwa mimi na wewe, pengine nitaona mwenye akili yule ambaye mfanya biashara aliyekuwa mkubwa, ambaye anamiliki uchumi, au profesa mwenye vyeti vyake PhD, huyu ndio tutasema ana akili. Au ambaye mtu anayemiliki mali nyingi sana, tuna ana akili. Lakini mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, mwenye akili, alisema aktharuhum lilmauti dhikra, ni mtu ambaye anakumbuka kwamba ipo siku ataachana na ulimwengu huu, ipo siku ambayo malakul mauti atakuja kuitoa roho yake. Huyu ndio mtu ambaye mwenye akili. Wa ahsanahum lima ba'dahu isti'dadan, na akajiandaa na safari ya kuelekea kwa Mola wake, safari iliyokuwa nzito, safari iliyokuwa ngumu, safari ambayo la yathbutu illa man thabatahu Allah, hakuna anaweza kuwa na uthubutu wala ujanja ila kwa taufiki yake Allah peke yake. Kila mmoja miongoni mwetu anapaswa, ndugu zangu, amuombe sana Allah katika maisha yake nyakati zote, ili Allah amruzuku, ampe mwisho uliokuwa mwema. Ikhwani wa ahbabi fillah, waja wema wanakumbuka hali ambayo ya sakarati al-maut itakuwaje siku hiyo. Dhakara Ibn Kathir rahimahullah Amr ibn al-As, sahabiyun jalil, alikuwa anatamani sana akutane na mtu amuhadithie wakati yupo ndani ya sakarati al-maut, ili aweze kujifunza, amuelezee hali ikoje. Qala Abdullah ibn Amr ibn As ibnuhu, ya abata, ewe baba yangu, kunta taqulu daiman laitani alqa rajulan aqilan, laiti nikakutana mtu ambaye mwenye akili, fayasifu li ma yajidu min almaut, anisifia yale anayokutana nayo katika sakarati almaut. Fa anta dhalika arrajul, wewe ndio mtu mwenyewe ambaye sasa hivi uko kwenye kitanda cha mauti, tuhadithie hali hii ikoje. Faqala ya bunayya, ewe kijana changu, wallahi naapa kwa Allah, laka anna jambi fi takht, mfano nilokuwa nao hivi sasa kama vile ambavyo ubavu wangu uko kwenye tandiko la mauti katika hali iliyokuwa ngumu, kaanni atanaffas fi sami al-ibra, mfano wake wa hali nilokuwa nayo, pumzi zimekata, navuta pumzi kana kwamba inatoka katika tundu la sindano.
kwa hali nilokuwa nayo. Kaanna, anaambia mfano, la kaanna ghusnu shauk yujarru bihi min qadami ila hamati, kwa hali nilokuwa nayo sakarati al-maut na machungu ya maut, mfano wake ni kana kwamba katika mwili wangu kumejaa kila sehemu mti ambao wenye miba kuanzia utosini mpaka kwenye unyayo. Kisha anakuja mtu anavuta mti ule, nyama zinachambuka. Hii ndio hali mwanangu ambao unaohisi hivi sasa. Wewe ndugu yangu katika imani, umejiandaa na hali hii ya sakarati al-maut, ili na haina budi, lazima utakutana nayo. Ni ahadi ya Allah kwangu na kwako. Allahumma hawina alaina sakarati al-maut. Ndugu yangu katika imani, sio hivyo tu, Allah anataka tujiandae na maisha ya kaburini, ambao mimi na wewe leo hata ukifika makaburini huna hofu tena. Dunia imetutawala, tunawazika wapendo wetu, jamaa zetu, marafiki zetu, unawafikisha makaburini. Lakini wakati huo pengine una simu, una chati, wakati mtu anazikwa pale. Uko ndani ya nyumba ya msiba, pengine pale uko pale unasengenya, unaongea mambo ya haramu. Ndugu yangu, hivi fikiria wakati ambapo mtu anabebwa katika mabega ya wanamume, anapelekwa makaburini. Hivi itakuwaje wakati siku hiyo wewe ndio muhusika ambaye unayebebwa kupelekwa makaburini? Rawa al-Imam Ahmad min hadithi Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema, Bara ibn Azib, jalasa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala shafiri al-qabr, Mtume aliketi pembeni ya kaburi kule wakati sahaba wake anazikwa. Yuko pembeni, kukaa juu ya kaburi haram, kaketi pembeni, anaangalia yule ambaye anayezikwa, sahaba wake, anaangalia kaburi, anaangalia hali ilivyo. Fabaka hatta bala thara, akalia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwa hali ile. Anamuona mwenzake, rafiki yake, sahaba, anawekwa ndani ya mwanandani vile, analia mpaka machozi yanadondoka, yanagusa kwenye ardhi. Anawageukia masahaba, anawaambia, ya ikhwani, enyi ndugu zangu, limithli hadha fa'iduhu, mfano wa ndugu yenu huyu, mfano huu ambao leo mpo hapa, na nyinyi jiandaeni na safari hii iliyokuwa ngumu, safari ambayo la yaslim illa man salamahu Allah. Jiandaeni na hali hii. Wewe ndugu yangu, umeshafika makaburini, ukaiangalia hali ya kaburi, ukaliangalia kaburi jinsi lilivyo, kisha pale huwaidhiki. Utawaidhika katika jambo gani? Amelia aliyekuwa mbora, kipenzi cha Allah, anatokwa machozi kwa hali ya kuona kaburi. Wewe upo katika uwanja wa makaburi, unamzika ndugu yako Muislamu mwenzako, lakini huna habari yoyote, hushtuki, moyo wako hushtuki. Waja wema walifika pale katika viwanja vya makaburi. Uthman ibn Affan amebashiriwa pepo akiwa anapita katika mgongo wa ardhi, na sote hatuna shaka kwamba Uthman ibn Affan huwa min ahli janna, ni mtu wa peponi. Uthman ibn Affan alikuwa hali msikitini sana, hali barabarani, analia. Anapofika kwenye viwanja vya makaburi analia sana, kama rawa al-Imam Ibn Majah fi sahihi.
anaambiwa tudhkaru aljanna wan nar la tabki watabki min hadha. Mbona inatajwa habari ya pepo, habari ya moto, unalia lakini hulii kama unavyoona kaburi hapo? Kitu gani kinakufanya hivyo? Wanamuuliza Uthman ibn Affan, anasema kwa nini silie? Na nimemsikia Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema alqabru awwal manazil al-akhirah, kaburi ndio nyumba ya mwanzo kabisa ambayo mwanadamu anashukia kuelekea kwa Mola wake. Wewe unaona shimo tu, hujali. Ndio maana qila li ahad min as-salaf inna fi dafni al-mayt al-ibra, hakika katika kuzika maiti kuna mazingatio makubwa. Qala bal al-qabr al-farigha akthar al-ibra, kaburi ambalo limechimbwa hajazikwa mtu pale linatisha zaidi kushinda lile ambalo alokuwa amezikwa mtu. Anasema kwa nini? Anasema kwa sababu kaburi ambalo liko tupu, kaburi hilo limeandaliwa kwa yule ambaye anaishi baina yetu. Hatujui ni mimi au wewe, nani ambaye anayetangulia hapo. Inawezekana wale ambao mmekwenda kuzika ndio pale ambapo hujui anayekuja kufuata ni nani. Anasema hilo ndio lenye kutisha zaidi. We uko makaburini, huwaidhiki, huogopi, utaogopa kwa jambo gani? Hiyo ndio hali, ndugu zangu katika imani. Wanasema wanazuoni, lau kama wafaqahu Allah, kama Allah anakuwafikisha ukampeleka ndugu yako makaburini, watara bi ummi ainaik, na ukaona kwa macho yako mawili, kaifa yarmuna turaban alayhi, jinsi gani watu wanavogombana, wanavoshangilia, kwa maana kila mmoja naomba koleo, naomba jembe, waingize mchanga mule. Watatayakan annaka lan tarahu mara thania, na unajua kabisa huwezi kumuona tena katika maisha ya ulimwengu. Ndugu yangu, hapo usipowaidhika katika hali hiyo, lipi itakalo kuwaidhisha tena? Kwa hiyo Allah tabaraka wa taala alipotuambia wattaqu yawma turja'una fihi ila Allah, ogopeni siku ambayo mtakaorejeshwa kwa Allah, kila mmoja miongoni mwetu anatakiwa achukue tahadhari katika maisha haya ya ulimwengu na maisha ya kaburini. Lakini sio hivyo tu, ajiandae safari ya kuelekea kwa Allah tabaraka wa taala katika mawqif yaliyokuwa mazito. Hakuwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema akthiru dhikra hadhi min ladhat, kumbukeni kwa wingi sana jambo ambalo linakata kabisa starehe ya maisha ya ulimwengu. Una kitu gani ambacho wewe leo kinaweza kukupa ushujaa katika maisha ya ulimwengu wakati bado hujauona uso wa malakul maut? Kitu gani kitakufanya uvimbe kwenye ulimwengu, utembee katika ulimwengu kwa kujitapa, hali ya kwamba hujauona uso wa malakul maut, bali hujaona maisha ya barzakh, bali hujaona wewe ndugu yangu katika imani mawqif ya siku ya kiyama? Mtume anasema kumbuka kwa wingi jambo ambalo ladha yote ya maisha ya ulimwengu yanaondoka. Utaishi vipi katika ulimwengu huu ndugu yangu katika imani, ikiwa wewe hujaandaa safari kama hii, ambayo safari iliyokuwa ngumu, ambao hata waja wema walokuwa wametangulia, kila mmoja alikuwa anamuomba Allah amruzuku, ampe mwisho uliokuwa mwema. Ndugu yangu katika imani, Harun al-Rashid khalifatul muslimin, imamun adil, kiongozi wa Uislamu. Sikwambii katika mipaka hii, na kuambia kwa dola ya Uislamu ambao utawala wake umekwenda karibu nusu ya dunia. Harun al-Rashid, lamma maridha Harun al-Rashid,
alipougua Harun al-Rashid, anawaambia jamaa zake wa karibu ambao walikuwa nao, anawaambia ishtaru li akfanan, nulieni sanda zangu nizione sanda yangu. Anaonyeshwa sanda, anawaambia ihfir li qabran, chimbeni nione kaburi langu nitakalozikwa pale. Harun al-Rashid, khalifa nusu karibu ya dunia, anaongoza. Harun al-Rashid analiangalia kaburi, anaiangalia sanda yake, kisha anasema ma aghana anni maliyan, mali yangu leo hainisaidii kwa lolote katika mawqifu kama haya. Ma aghana anni maliya halaka anni sultaniya, hakuna ukubwa tena, hakuna cheo tena, hakuna lolote. Anajua anakwenda kwa Allah, anakwenda kwa Allah na sanda yake peke yake na amali zake alizokuwa amezichuma katika mgongo huu wa ardhi. Aqulu ma tasma'un wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Ndugu yangu katika imani, Allah alipotuambia kwamba tuogope na tahadhari siku ambayo tutakaorejeshwa kwa Allah na kusimama kwenye kisimamo hicho, kisimamo kigumu, kisimamo ambacho hata mitume wa Allah waliogopa siku hiyo, kama hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadithi ya shafa'a. Umma unamwendea Adam, unamwendea Nuhu, unamwendea Ibrahim, unamwendea Isa, Musa, kadha wa kadha, ili watu angalau mitume hawa waombee wepesi wa siku hiyo. Allah anasema iogope siku hiyo. Itakuwaje siku hiyo iliyokuwa ngumu, siku ambayo Allah katahadharisha nayo? Anasema Hasan Basri rahimahullah, أيسر الناس حسابا يوم القيامة الذين حاسبوا أنفسهم في الدنيا فوقفوا عند همومهم وأعمالهم فإن كان الذي هموا لهم به مضوا وإن كان عليهم أمسكوا. wale ambao Allah tawapa wepesi siku hiyo ni wale ambao waliitabikisha aya hii katika maisha ya ulimwengu. Wepesi wa hisabu yao ni wale ambao walihisabia nafsi zao katika maisha ya ulimwengu, wakachuja lipi wafanye, lipi waache. Wakiona kwamba jambo hili lina kheri baina yao na Mola wao, wanalitenda, wanalifanya. Anasema aisaru nasa hisaban yawma alqiyama ala alladhina hasabu anfusahum fi dunya fawaqafu inda humumihim wa a'malihim fa in kana alladhi hammu bihi madaw wa in kana alayhim amsaku. Wakiona li jambo baya wanaliacha. Wa inna ma yathqulu al-amru yawma al-qiyamah ala alladhina jazafu al-umur fi dunya akhadhuha min ghairi muhasabatin fawajadu Allah qad ahsa alayhim mathaqil tar. Itakuwa hisabu iliyokuwa ngumu, nzito, kwa wale ambao waliishi katika maisha ya dunia. Ladha ya maisha yao ni matamanio ya nafsi yao, wakatenda wanayoyatenda kutimiza ghariza na hisia za maisha yao katika ulimwengu huu. Yale ambayo waliyatenda ya matamanio ya nafsi yao, hawakumwogopa Mola wao, shaitani wakawapamba katika matendo yao. Watamkuta Allah amewahesabia yale waliokuwa wameyafanya, hata kama dogo kiasi gani siku hiyo. Thumma qara hadhihi al-aya, kisha Hasan Basri akaisoma aya hii. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. daftari takapowekwa, kila mmoja akapewa daftari lake pale, utaona wale ambao waliokuwa watu waovu, watu wabaya, waliokuwa wanaishi katika ulimwengu kwa kufuata matamanio ya nafsi zao, wakiyaogopa madaftari yao, wanayakimbia siku hiyo. Wanasema, lina nini hili daftari? La yughadiru saghiratan
wala kabiratan illa ahsaha. Lina nini daftari hili? Halikuacha dogo, halikuacha kubwa. Kila kitu kimo ndani humo. Kila kitu Allah kakiweka humo. Naam, kakiweka kwa sababu alikutahadharisha kwamba thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kisha kila nafsi ikalipa kwa ile ambalo lilokuwa imelichuma, hali ya kwamba hatodhulumika mtu kwa lolote. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Allah subhanahu, ndugu zangu katika imani, anatuelezea siku hiyo ambayo kila mmoja anatakiwa ajiandae na safari hile. Siku iliyokuwa ngumu, siku ambayo Allah anasema yauma tubaddalu al-ardhi ghayra al-ardhi was-samawati. Siku ambayo Allah tabaraka wa taala ataibadilisha ardhi isiyokuwa hii ambayo wewe unaifahamu. Yauma tubaddalu al-ardhi ghayra al-ardhi was-samawati. Mbingu sio hizi. Wabarazu lillahi al-wahid al-qahar. Watu wote wanachungwa, wanapelekwa katika mahakama ya Allah, wanapelekwa huko. Watara al-mujrimin, utaona waovu siku hiyo, mushfiqina mimma fi, wanaogopa. Bali Allah anasema ndani ya Qur'an, wama qadarullah haqa qadri, wala kumwadhimisha kampa heshima Allah na hofu juu yao kwa Mola wao, haki ya kumpa Allah haki yake. Wal ardu jami'an qabadtuhu yawm al-qiyamah, ardhi zote Allah atazikunja siku ya kiyama. Ardhi 7 was-samawati matwiyatu biyamini, na mbingu 7 zote. Huogopi siku hiyo ndugu yangu katika imani, siku iliyokuwa ngumu. Yauma yafiru al-mar'u min akhi, mtu anamkimbia ndugu yake. Wa baba mmoja, mama mmoja anamkimbia. Yauma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abihi, anamkimbia mama yake aliyekuwa amemzaa. Mama yake, si mama tu bali na baba yake. Wa sahibati wa bani, anamkimbia mke wake, anawakimbia watoto wake. Ndio Allah anataka wewe ujiandae leo na safari hiyo. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni, kila mmoja ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi. Wewe leo unaishi na mke wako, pengine humwamrisha aliyokuwa ya kheri. Watoto wako, jamaa zako unawaacha kwa mapenzi uliokuwa nayo juu yako. Siku ya kiyama mnakimbiana, mapenzi hakuna ila yale ambayo Allah kayajalia waloishi katika nidhamu anayoitaka Allah. Utahadhari na siku hiyo ndugu yangu katika imani, siku ambayo kila mmoja miongoni mwetu lazima aidiriki, lazima aipate. Bila shaka ikhwani wa ahbabi fillah, tujiandae na safari hiyo, safari ambayo kila mmoja itampata. Mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam anasema yatba'u al-mayyita 3, mwanadamu yoyote anapokufa husindikizwa na mambo 3: amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Amali yake, familia yake na matendo yake. Fayarju 2 wa yabqa 1, vinarejea viwili, kinabaki kitu kimoja. Fayarju ahluhu wa maluhu, mali yake inarejea, familia yake, watoto, mke wake, kaka zake, wadogo zake, marafiki zake, majirani zake, Waislamu wanaondoka wote, wanamwacha yeye. Inabaki amali yake peke yake, ndio rafiki atakaokuwa nayo kaburini mpaka siku ya kiyama. Tuacha ujeuri, tuacha ujeuri, turejee kwa Allah. Siku ni ngumu sana hiyo. Allah anasema kalla idha balagat at-taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafat as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhin al-masaq. Hivi ndugu yangu, umeshaosha maiti? Umeshajaliwa na Allah ukaosha maiti wewe? Hivi umeshamuona mtu ambaye
aliyekuwa na kibri au aliyekuwa anaweza akasema hapiti mtu hapa, na hapiti kweli, kwa nguvu ushujaa alokuwa nao, kila mmoja anamuogopa. Umeshabahatika ukamwona anavooshwa mtu yule? Mtu ambaye anavuliwa nguo ambazo zile ambazo alizokuwa amezivaa, anawekwa pale, hana lolote, yeye anaamriwa tu, watu wanamshika pale, wanammwagia maji, wanamkosha. Umeshashuhudia mtu wakati wa kumosha maiti? Allah anasema kalla idha balaghat at-taraqi. Sio hivyo, ni si majeuri, ila roho itakapofika kwenye mitulinga ya mabega, wakati inataka kutoka hapa, wakila maraq, watu wanasema jamani, daktari gani aliyekuwa bingwa maradhi haya? Labda twende katika hospitali fulani au hospitali fulani, au kuna bingwa fulani. Wadhanna annahu al-firaq, lakini yeye anajua ana yakini kwamba anaelekea kwa Mola wake. Sasa roho imekatika, waltafati saqu bisaq, unachukuliwa mguu huu na mguu huu, vinawekwa pale, wanaanza kumuosha na kumvika sanda. Hapo umeshatafakari, umeshaangalia itakuwaje wewe siku ambao unakoshwa, siku ambao wewe unavikwa sanda, siku ambayo unatolewa kwenye nyumba yako ulioijenga kwa thamani, unatolewa mule, unapelekwa kwenye makaburi. Umeshafikiria hayo? Ila rabbika yauma idhil masaq. Siku hiyo ni kuchungwa tu, kupelekwa Mola wako. Kila mmoja yuko busy na wewe. Bana, anazikwa saa ngapi huyu? Maiti inaswaliwa wapi? Jamani, wapi? Kila mmoja anakushughulikia wewe. Pengine ndugu zangu, kuna watu wanataka wakuondoe kwenye ardhi hii ukazikwe haraka, sio kwa sababu ya mapenzi tu. Pengine wengine wana kazi zao, wanataka wakazimalizie, wanakuona wewe unawapotezea muda, wanataka kuondoe kwa haraka tu, wana mambo ya kuwashughulisha. Jiandae ndugu yangu katika imani. Namuomba Allah tabaraka wa taala atujalie, atupe mwisho uliokuwa mwema, aturuzuku mwisho uliokuwa mwema. Ndugu zangu, safari haina mjanja. Kwa mimi mjanja, yataka taufiki ya Allah, maombi kwa Allah, Allah tupe mwisho uliokuwa mwema. Hakuna mjanja kwenye ulimwengu ila yule ambaye anakubali kubadilika, akatubia kwa Mola wake, akaelekea kwa Allah akiwa Allah amemridhia. Ndugu zangu katika imani, tuna tatizo la ukame katika nchi yetu. Kila mmoja miongoni mwetu tumombe sana Allah ajaalie kuna Ijumaa ya kheri hii, na kuna watu wengi wa kheri. Sehemu zingine kule mvua zimekataa. Tumombe Allah tabaraka wa taala atutelemshie mvua katika mji wetu. Angalau mvua hiyo ndugu zangu katika imani iwe kheri kwetu sisi sote. Kila mmoja amombe Allah. Allahumma inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ewe Allah, tunakuomba kwa huruma zako na taufiki yako, tunakuomba ewe Allah, teremshie mvua ya Allah. Ewe Allah, la tuadhibna ya Allah, usituadhibu ya Allah bima faala sufahau minna, kwa mabaya wanayofanya watu wengine. Ewe Allah, tuteremshie mvua, teremshie mvua ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.